Mheshimiwa Mwenyekiti, hii Wizara ya Maliasili ni maarufu sana na inaongeza pato la taifa katika nchi yetu, lakini kwa ubunge na watu ambao tunaishi karibu na hifadhi mbalimbali mtazamo wao tofauti sana. Utafuatilia tangu tumeanza asubuhi kuchangia section ya asubuhi mpaka sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kila mbunge akisimama hapa analalamika. Na hii inatuonyesha kwamba kwa Mheshimiwa Waziri, mawaziri wa wizara hii waje na mawazo tofauti. Tumekaa hapa hiki mimi ni kipindi cha 3. Nitakayezungumza hapa nimezungumza tangu bunge la 15 mwaka 2015. Majibu hayajawahi kupatikana. Sasa maana yake ni kwamba tunazungumza mapato ya nchi, lakini tunazungumza Mwenyekiti, maisha ya watu wetu. Mtu anapokuambia kwamba tembo ameua, huyu ni mtu ameuawa. Yaani angeweza kuwa kama uhitaji, angeweza kuwa mbunge, angeweza kuwa waziri, huyu aliyokanyagwa na tembo, huyu ambaye ameliwa na mamba. Kwa hiyo tunapozungumza Mheshimiwa Bunge, mambo ya watu wetu kupotea, mambo ya watu kuuliwa, sio mambo ya kucheka kwamba halikuhusu. Tunazungumza uhai wa watu. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri na wenzake lazima waone kwamba hapa tunazungumza habari ya pesa, ya utalii na maisha ya watu wako. Kipi ni muhimu? Ziko changamoto. Kwa mfano Mheshimiwa Mwenyekiti, pale Tarime vijijini, mimi nimepakana hifadhi ya Serengeti. Habari ya CSR, ukienda pale Kuihancha, hawana maji, hawana barabara, hakuna vifaa vya shule, kwenye hospitali, lakini kuna hifadhi ya Serengeti pale. Nenda kata ya Koronga, hamna kituo cha afya, hakuna madarasa, mchango wao ni nini pale? Nenda kata ya Nyanungu, ile CSR ya pale haieleweki, haina formula. Yanaweza kaamua jenga darasa moja, asijenge. Tunaomba tupate utaratibu namna tuweze kupata CSR kunufaisha watu wetu ambao wapo karibu na hifadhi ya Serengeti pale Tarime vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi wizara ya ardhi, wizara ya maliasili, wizara ya mifugo, wizara ya kilimo, TAMISEMI, hawa rais ameshawapa nafasi, wanatakiwa wakae pamoja. Angalia mchezo uliopo hapa. Unazungumza habari ya watu walime, wakishalima mwenye ng'ombe anaenda kulisha mazao ya mwenzake. Unazungumza habari ya kwamba watu walime, wakilima karibu na hifadhi ya Serengeti wanaenda kufyeka mazao. Hii ni mark time. Inaona hizi wizara wakae pamoja, utafuta suluhisho, changamoto ni nini. Kuna maeneo mengine tupo karibu na hifadhi, wakati wa kiangazi Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna maji, wameshindwa kuchimba marambo pale. Kwa mfugaji analazimika kuchukua mifugo akanyweshe maji karibu na mto. Akikamatwa anataifichwa ng'ombe zake, akikamatwa anapigwa, akikamatwa kapingine anapotea. Migogoro iliyopo hapa ni mingi, kila jimbo maeneo ya hifadhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaomba wabunge ambao tupo karibu na hifadhi hizi na misitu tupate muda tuzungumze, tuiambie serikali wafanye nini ili watoto wasiendelee kuumia. Kila bunge watu wanalalamika kwa hifadhi ya Serengeti, kila bunge watu wanasema migogoro. Unazungumza hapa mamba, tembo, nyati, yani ni vurumai. Haiwezi kuwa hivyo. Tunapopenda watalii, tunapenda fedha, tupate maendeleo, lakini lazima tuangalie pia ustawi wa watu wetu. Kuna mgogoro wa ardhi. Mwaka 2021 mawaziri 8 walizunguka, walienda Tarime vijiji. Mheshimiwa Mwenyekiti, walipofika pale Tarime, katika vijiji 7 kwa maana ya Kuihancha, Koronga, Nyanungu, kuna jeni ya mwaka 68. Mimi nilikuwa Mheshimiwa Mwenyekiti. Kilichofanyika eti mawaziri wameenda pale baada ya kuwasikiza wananchi ambao wanaishi ile eneo. Unajua hifadhi ndio inaonyesha beacon, walikuwa wanapindisha ile migogoro. Mpaka leo wameacha pale kiporo. Tunataka migogoro hizi jeni wananchi wanazijua. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wamekaa pale miaka zaidi ya 100. Leo sasa mtu anaishi kwa kuelewa. Yaani haelewi kwamba atahama, ataishi, yupo tu, hawezi kuendeleza eneo lao. Naomba mgogoro wa Tarime vijijini wa hifadhi ya Serengeti, vijiji 7, twende. Wako wazee wana miaka 70, miaka 80, wamezika pale, wamezaliwa pale. Twende tupitie beacon moja baada ya nyingine. Jeni hii hapa wanakubali, isiwe ile ya kutengeneza ya kwao. Huwezi kwenda kutatua mgogoro wa wananchi, huwasikilize wananchi. Mhifadhi ndio anakupa mipaka. Waziri unapiga makofi hapo na unataka umeisha. Hapana. Twende tufanye shirikishi. Hivi kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi hii hivi tutumia akili gani? Katika hali ya kawaida watu wako hawana sehemu ya kulima, watu wako hawana sehemu ya kuishi. Wanazungumza habari ya wanyama. Ndio ni muhimu. Kipi muhimu kati ya binadamu na wanyama? Hayo manufaa ya maliasili ni wananchi hawa. Si serikali funguke tu, mawaziri wafunguke. Twende wabunge wana migogoro mingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, waziri atuite kikao, sio kwenye bajeti hii, tuzungumze naye, twende kwenye majimbo, tutafute suluhu. Lazima tukubali, tupanue maeneo, watu waendelee kuishi. Kwa hiyo nitaomba bunge la 12, Mheshimiwa Mwenyekiti,
Nilikuja hapa nikawaambia watu wamepotea Kuihancha, watu wamepotea Karakatonga, Nyanungu, nikaandika ripoti, sina majibu na ileta tena. Nilisema watu wangu wamepotea maelfu pale Tarime vijijini, nikaambiwa nidhibitishe, nikaleta document hapa, sina majibu. Nataka majibu ya taarifa ile. Kama mimi ni muongo, mtangaze mimi ni muongo. Kama nimedanganya watu, nishtakiwe. Nina picha za makovu, nina picha za risasi, nina picha za makaburi. Wale ni ndugu zetu na wananchi wananihoji. Naomba Mheshimiwa Waziri, nitakupa document hii, nataka nipate taarifa ya kwenu. Hii hapa nilidanganya au nilisema ukweli? Kuunga mkono hoja Jumatatu. Asante sana. Mheshimiwa